Ya pesa naonekana kabisa hapa iko hapa milioni kadhaa hii hapa. Hii hapa. Yaani mikakati ya kuwabakisha wateja baada ya kununua. Okay. Unadhani ndugu yake akiumwa anampeleka? Hiyo ndio inaitwa post sale retention program. Hata siwazi. Ni pale pale ile pharmacy. Sasa ni wateja wangapi, ni wafanyabiashara wangapi wanafanya? Si kweli. Data Podcast. It's another episode of Data Podcast. Hapa ndipo tubadilisha taarifa kuwa maamuzi yanakuwa mafanikio ya kibiashara na mafanikio yako binafsi na jamii kwa ujumla. I am Faith Beth Mkenda and this podcast is proudly sponsored by Uzadigit ambao ni mfumo wa usimamizi wa biashara pamoja na Bongo Brothers. Kama kawaida, I am not alone. Na kama umetufuatilia vizuri, nina uhakika 100% maswali yako yamejibiwa, na kama umechukua hatua basi biashara yako sasa hivi ina mwanga vizuri. Niko na Engineer Kabenda Balete, yeye ndo anayetupeleka kwenye hii safari ya mafanikio ya kibiashara. Yeye ni msimamizi wa masuala yote ya fedha na mifumo ya biashara, from small to medium enterprises. Engineer. Yep. It's another episode. I'm happy to see you. I'm definitely happy to see you too. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Leo tunaongelea topic fulani hivi critical kidogo, alafu maswali tumeona yako mengi. Mengi sana. Kwa sababu engineer, ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaanzisha biashara ili ishie tu au ili iwepo tu au ili tu ajulikane kama ni mfanya biashara. Yep. Kila mtu anaanzisha biashara ili biashara yake ikue na afike mahali ambako anaweza kufungua hata branches tofauti, mikoa tofauti, hata nchi mbalimbali actually. So sasa leo natamani tujadili kidogo. Huyu mtu atawezaje kutrack na kujua kwamba faida yangu ni kweli inakuwa? Alafu tuende mbele zaidi, niulize moja kwa moja, ni wakati gani sahihi ambapo anatakiwa sasa kuamua sasa huu ni wakati sahihi wa kufungua branch? Faith Bet, hilo swali lako ni la msingi sana. Na katika kutoa elimu kupitia Data Podcast tunapata feedback kubwa. Kama kawaida unaona Instagram, Facebook, wengine wanakuja kutoa zile hisia zao. Kwa kweli. Baada kuchokozwa na kugundulika. Unajua saikolojia inaonyesha kwamba ukiongea kitu ambacho mtu kimemshinda huwa anakasirika. Ni kweli. Anazo huyu jamaa ananisimanga. Sasa mimi natoa elimu wala sisemi mtu. Kabisa. Sasa wewe povu la nini? Lakini wanawaambia mnafanya vizuri kwa sababu naamini ukiwa unasikiliza hii Data Podcast alafu ukaenda ukafanya biashara, ipo siku utakutana na haya mambo. Kabisa. Na utarudi tena kwenye video usikiliza vizuri, alafu utapata majibu. Sasa turudi kwenye swali lako. Wakati gani mtu anatakiwa apanue biashara? Kwanza, ili uweze kutengeneza branch lazima umejiridhisha kwamba biashara yako ni imara na inafanya vizuri. Lakini pia kuna watu huwa wananifuata, anambia brother, mimi nataka nianzishe biashara lakini nataka nifungue maduka mawili kwa mpigo. Why? Moja nataka nifungue Mbagala, lingine Tegeta. Sasa hii ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu wakati sinikwambia mimi wanafundisha wajasiriamali ambao wanafanya biashara chuo kikuu cha Legend University Marekani, lakini tawi la hapa kupitia program inaitwa Business Development Center chini ya Kingdom Leadership Network Tanzania. Kuna wakati mwingine unakutana na scenario mbalimbali za ujasiriamali. Unakuta unatafuta mtaji, unataka kuanzisha biashara lakini katika ukubwa. Ndio. Yaani biashara inaanza lakini unataka kuanze kwa ukubwa. Sasa kanuni za biashara zinakataa. Na kitu kingine ambacho nataka wajasiriamali wafahamu. Sisi hapa tunazungumza na wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa. Ndio.
Sasa lugha nyingi tunazozitumia hapa ni zile ambazo ziko juu. Yaani mara nyingi kanuni za biashara huku chini huwa hawazitumii. Ndio maana unakuta kuferi ni kwingi. Ni kwingi, ni kweli. Na kubahatisha ni kwingi. Sasa kanuni tunazozitoa hapa ni kanuni ambazo ukizitumia kwenye biashara zako huku chini zitakufanya uone unaenda wapi. Ukiferi unajua umeferi kwa sababu gani. Na ukifanikiwa unajua kwa nini umefanikiwa. Lakini wafanyabiashara wengi wa chini wanapokuwa wanafanikiwa bila kujua. Wanapokuwa wanaferi bila kujua. Very true. Sasa sisi tuko kwenye stage ambayo unakuwa na biashara alafu unaenda kuomba hela kwa mwekezaji kwamba aweke pesa kwenye biashara yako. Sasa wafanyabiashara wa chini huku sidhani kama wanaweza wakawa na sifa za kumshawishi mfanyabiashara mwingine ampe pesa ili biashara yake ikue. Kwa sababu wafanyabiashara wa chini huku wao wanawaza biashara ni ya kwake mwenyewe na familia yake na ataikuza yeye mwenyewe. Na akikwama aende achukue hela wapi? Benki. Na tushafundishana kule nyuma. Kabisa. Lakini kuna avenue nyingine au njia nyingine ambayo biashara yako inapokuwa vizuri unaweza ukaenda. Kuna wawekezaji ambao ukitoa maelezo ukafanya presentation yako wanaweza wakawekeza kwenye biashara yako. Sasa kanuni hizi tunazozifundisha ndizo utakazohojiwa. Kwa hiyo tunapotoa kanuni hapa lazima ukae ukijua tunataka ukue. Mama ntilie sidhani kama anafungua biashara yake kila siku anauza 2,000. Anatamani leo kiuza 2,000, kesho auze 5,000, yes. Kesho kutwa auze 20,000, siku nyingine auze 50,000, siku nyingine auze 100,000, siku nyingine 600,000. Anapenda hivyo. Hakuna naye anzisha biashara hata kama ni mchicha auze mchicha wa 10,000 siku hiyo 10,000 siku zote. Hakuna. Kwa hiyo ili uweze kutaka kupanua biashara yako lazima uone viashiria kadhaa. Ambavyo hivyo viashiria ndivyo vitavyokuonyesha ya kwamba sasa biashara yangu imekuwa. Sawa? Sawa. Of course dalili ya kwanza ni mauzo mazuri. Lakini haya mauzo, unajua tushazungumza sana mauzo. Kabisa. Na biashara yoyote bila mauzo hakuna biashara. Hakuna biashara. Step ya kwanza kwenye biashara yoyote ni mauzo. Lakini tuseme mauzo mazuri. Lakini naongeza lingine, mauzo endelevu. Sio unauza leo kesho uuzi, kesho kutwa umeuza, kesho hujauza. Mauzo endelevu. Yasiyo ya msimu. Kabisa. Sasa kuna watu wanafanya biashara ninafahamu ni za msimu. Yeah. Sawa? Ndio. Sasa hawa wanatakiwa wafahamu wakati wa msimu. Baada ya msimu kuisha, zile pesa zao wanazipeleka wapi? Kumbuka biashara tulishafundisha kule nyuma na mmiliki ni watu wawili tofauti. Biashara ni mtu asiye hai kwa sababu ana mahitaji yake. Kabisa. Na wewe una mahitaji yako. Dio. Sasa wakati msimu umeisha unalipwa na nani? Wakati anayetakiwa kukulipa biashara yako imekoma. Kwa kabla ya kuanzisha biashara lazima ujiridhishe kwamba utatengeneza biashara ambayo inakupa mauzo muda wote. Kama ni wa msimu basi utengeneze mazingira ya kupita kwenye msimu ukiwa una mauzo. Sio, unaelewa? Ndio. Na kama kuna msimu ambao unauza sana, uhakikishe unatengeneza faida nzuri ambayo inaweza ikakuvusha kwenye huo msimu ambao utakuwa hauna mauzo ya kutosha. Kwa hiyo lazima cha kwanza uwe na mauzo ya kutosha ambao tunaita strong sales. Uwe na mauzo ya kutosha ambayo yanaongezeka kila siku. Ndio. Kila wiki. Ndio. Kila mwezi. Kila mwaka. Sio, unaelewa? Ndio. Ukishajiridhisha kwamba hapa sasa biashara yangu ina mauzo mazuri na hapa ndipo inakuja essence ya mfumo sasa. Ndio. Lazima ujiulize wateja wangu wanaonunua bidhaa wanatokea wapi? Wewe unajua kwa nini benki inaamua kufungua tawi Segerea baadaye inafungua tawi Mbagala?
Unajua wanatumia vigezo gani? Hawafungui tu. Ni kweli. Pale kuna watu wengi, nafungua tawi. Hakuna. Okay. Kuna taarifa. Ndio. Sasa moja ya sababu ambayo inakusababisha ufungue tawi ni kuhakikisha unakuwa na data za wateja, taarifa za wateja ambao unawauzia wanatokea wapi. Na kwa ulimwengu wa sasa hivi ambao social media unaweza ukapata wateja kutoka sehemu mbalimbali, wengine wanahitaji wapelekee deliver. Unatakiwa kila unapouza uhakikishe umetunza taarifa za mteja. Na hapa ndipo mifumo kama Uza Digit ni ya muhimu. Na moja ya sababu ambao watu wengi wanafeli ni kutokutunza taarifa za wateja. Yeye kila wakati anaanza upya. That is so bad. Yaani wewe unamuuzia mteja ukiuliza wiki iliyopita uliuzia wateja wangapi? Walikuwa wengi. Hajui ni wangapi. Na anayejua ni wangapi hajui ni kina nani. Wako wapi? Yeah. Wewe unafikiri kwa nini mitandao ya simu unakaa hivi unatumia message ya happy birthday Faith Bet Mkenda? Kwa nini? Ni kweli. Kwa sababu wanatengeneza jamii yao. Database, yes. Wanatengeneza database, mfumo wao ambao ni wa mtandao wa wateja wao. Yes. Kwa lazima uhakikishe kila mteja anayekuja kwenye biashara yako una taarifa zake. Mwingine anaweza kuambia hakuna biashara zingine hawahitaji mteja na goma. Na hapa ndipo ambapo sasa sponsor wetu Uza Digit tunawasaidia wateja wao kuwaelekeza umuhimu wa kuchukua taarifa za mteja. Jambo lingine ambalo litakusababisha uone ni dalili nzuri ya kuweza kuona kwamba biashara yako inafanya vizuri ni faida halisi kuongezeka. Kwa sababu unaweza kuwa unatengeneza faida ambayo haiongezeki. Cha kwanza, mauzo ya kudumu yanayoongezeka kwenye misimu yote. La pili, faida inayoongezeka. Hapa ndipo ambapo wenye maduka, wenye bidhaa mbalimbali, biashara mbalimbali, huduma wanatakiwa wafahamu. Unapoweka watu wa mauzo dukani, wasiwe ni mauzo. Kuna watu wa mauzo, alafu kuna watu wa masoko. Ulishawahi kwenda kuwinda? Ndio. Wale wanaoenda kuchokoza ndege kwenye biashara, wale ndio watu wa masoko. Ndio. Wale wanaokaa wamejificha ili ndege au mnyama kipita waue, wale ndio sales. Nadhani mfano utawasaidia wafanyabiashara. Uwezi wewe kamchokoza ndege, wewe mwenyewe uwe. Utamiss kwa kweli. Kwa sababu kuna process ya mauzo. Yes. Mteja na hatua kama 4. Kuna leads, kuna prospects, kuna customer na client stage. Hizo ni lugha za kitaalamu. Lakini ninachosema ni nini? Ukimleta mtu aingie dukani auze, lazima uwe na mtu anayeenda kuchokoza. Huyu ni muuaji wa mnyama. Nikuelewa kabisa. Yeye kazi yake ni kuuza kwa mteja aliyefika pale. Lakini ni nani anayetoa taarifa kwamba uko pale na una bidhaa fulani na inafanya kazi gani? Mtu wa masoko. Sasa sisi na sasa hivi mambo ya masoko. Kwa nini naeleza haya? Na kueleza haya ili ujue jinsi ya kuongeza mauzo yes, na faida. Masoko siku hizi digital marketing. Mambo ya masoko, kutangaza bidhaa kwenye mitandao imerahisisha sana kuita watu kuja kwenye store yako. True. Sasa kama wewe ni mfanyabiashara hujui hata kutumia Facebook, Instagram, at least namna kutengeneza tangazo linalovuta ili watu wajue na bidhaa gani na inawasaidia nini. Kwa sababu kuna vipindi vilivyopita nisema wateja hawanunui bidhaa. Yes. Wananunua maumivu. Kabisa. Wananunua ufahari. Kwa lazima uwaambie bidhaa yako inawezaje kutatua matatizo yao au kuwapa heshima wanaoitafuta. Yes. Sio, unaelewa? Very true. Sasa kama faida yako haikui, halafu unataka nimekumbuka. Kuna mtu aliwahi kunifuata kaniambia hivi, bro, mimi nataka nifungue duka lingine ili niongeze faida.
Kufungua duka lingine kuongeza faida, kwa sababu ukifungua duka na lenyewe linakuja na gharama zake. Ndio kile tulichokuzungumza kule nyuma, mpaka nikatoa ufafanuzi kwamba usitumie mkakati wa kuongeza bidhaa ukidhani ndio utaongeza nini? Mauzo. Duka liko halina watu waje kununua. Haya, jaza duka, unajaza bidhaa, nani anazitaka? Ni kweli duka linahitaji liwe na bidhaa nyingi, lakini bidhaa aina gani? Kama unafahamu bidhaa yako inayotembea ni ipi, ukijaza is okay. Lakini sio kwamba unaleta tu bidhaa zipambe pale zile nzuri, na watu wengi wanafanya makosa hayo. Kwa hiyo hata hii swala la kuongeza faida ni muhimu ili uweze kuwa na nguvu ya fedha nyingine ya kufungua tawi lingine. Ni kosa kufungua tawi lingine la biashara, Faithbet Mkenda, kwa kutumia hela mfukoni, afu nalita ni tawi. Tawi linakuwa lizaliwe na nini? Na headquarter. Sio una duka hapa la mchele, umeuza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili unasema ngoja nifungue tawi, unaenda unakopa. Sio biashara hii. Itakuwa duka lako faida yake ndio ikafungue tawi. Engineer, natamani ugusie hapo, kuna kitu umekisema vizuri kwamba faida halisi. Yes. Faida halisi. Na uzungumzie hapo, tukumbushe watazamaji hiyo faida halisi inakuja wapi tena? Faida ziko za aina mbili, Faith Mkenda, au tatu. Faida ya kwanza ni ile ambayo unaipata tu mara unapokuwa umeuza bidhaa zako. Baada ya kutoa zile, yani tofauti kati ya gharama ya manunuzi na bei ya kuuzia. Ndio. Hile ni faida ya kwanza. Hiyo sio halisi. Bado. Faida ya pili ni ile ambayo unatoa ile sasa faida ghafi, ambayo ni bei ya kuuzia na gharama ya manunuzi. Ile faida unayoipata unatoa tena gharama za uendeshaji. Ndio. Ile faida unayoipata ni faida, lakini bado sio halisi. Ukitoa kodi, mishahara iko kwenye hii faida ya pili. Hii nyingine umeshaweka mishahara, umeme, maji, kila kitu. Iliyobaki ndio unatoa kodi. Ile ya mwisho sasa ndio faida halisi. Hapo tumeelewana. Hapo tuko vizuri. Sasa wengi hivi vitu hawafanyi. Wakishauza tu ndio ile tulisema mauzo sio faida kabisa. I wanted to say the same. Akishauza tu anasema I say. Yana nasahau kabisa kwamba kwenye ile hela aliyouza kuna hela zake. Ni kweli. Kuna hela zake. Kwa sababu alituma pesa kule mtaani, akaleta bidhaa. Ile bidhaa ilikuja ikiwa na hela yake ndani, ikiwa na faida. Ndio. Sasa kiuza, kwa sababu hana mifumo kama uza digit, hajui kila alichokiuza faida shingapi. Ndio. Kwa hiyo hawezi kujua faida halisi. Mtu kama huyu hawezi kukua. Fanya biashara mwenzangu. Mnasema sifanyi biashara. Mimi nafanya biashara jamani. Mfanya biashara mwenzangu, kama hujui faida halisi, hauwezi ukakua. Huwezi ukafungua tawi. Lakini bado tunabaki pale pale. Hatua nyingine ni cash flow management. Kabisa. Hadi cash flow bwana imewachanganya watu bwana. Kila nikifundisha cash flow nasema bwana, ma cash flow si hatuyajui. Cash flow lazima udhibiti pesa zinazotoka. Yaani zinaingia nyingi, zinatoka kidogo, ndio maana cash flow. Kwa lugha rahisi. Nadhani leo hata nielewa. Muongee hivyo umenikumbusha, juzi nilikuwa na mmoja kati ya vijana wenzangu, tulikuwa tumekaa, ni wafanya biashara. Ndio tukazungumza ile mambo ya pesa, naonekana kabisa hapa iko hapa milioni kadhaa, hii hapa. Anajiuliza mwisho wa siku, imeenda wapi? Sioni, yani faida kubwa kabisa. Si tulisema vipindi vilivyopita kwamba faida ni makaratasi. I said, niliwaambia the same thing. Faida ni makaratasi until cash flow is king. Exactly. Kama umeuza mafaida yote afu zimeondoka, hakuna utakachokiona. Unakuwa unabaki pale mzunguko. Unazunguka pale pale. Unaingiza, unaenda. Zinaondoka. Unaingiza, unaenda. Kwa hiyo hapa kwenye cash flow management ndipo ambapo huwa tunawafundisha mimi. Unajua mimi ni mshauri wa biashara, business consultant. Kazi yangu ni kupitia mfumo wa biashara ya mtu yote na kugundua wapi panavuja. Ndio. Na wapi pazibwe na wapi pazibuliwe ili hela zingie. Unaziba hela zinapotokea, unazibua hela ambako pameziba ili zingie. So, pesa za biashara zinapaswa kuonekana na kupatikana kwa wakati.
kuonekana na kupatikana kwa wakati. Sio faida ya kwenye makaratasi peke yake. Ndio. Lazima uione kwenye karatasi kama faida na ije haraka sana mkononi mwako. Halafu kutoka mkononi mwako iwe mbinde. Hiyo ndio cash flow. Safi. Kwa hiyo ukiuza kwa credit, kwa mkopo, halafu unaona mifaida, halafu wale wakopesha wameshindwa kulipa kwa wakati na muda unakwenda, biashara yako inaonekana na faida kubwa, lakini hela huna. Jambo lingine ni mzunguko mzuri wa bidhaa. Kama uko kwenye biashara za bidhaa, halafu bidhaa zako kila wakati unakosea, yaani ukileta mzigo wa kwanza ulileta ukaenda vizuri, wa pili ukaleta ukakwama, hela imeshikwa mle ndani. Unajua kuna watu wakinunua mzigo wanauza kidogo, afu mzigo mwingi unabaki. Sasa anakuja kugundua kwamba alikosea, angeleta bidhaa hii nyingi. Ndio. Afu yeye alileta hii ndio nyingi, ndio haitembei. Hapa ndipo watu wanasema biashara ni kamari, ni kubahatisha. Kumbe hakuna. Kabla kununua bidhaa tulisema duka linafilisika wakati unaenda kufanya kununua mzigo. Kwa hiyo unakuta mtu anafanya kubahatisha mpaka anakuja kujua kabisa huu ndio mfumo wangu, hii ndio bidhaa yangu ambao wateja wangu wanaitaka. Ashaumia kabisa. Ndio mwisho anakuambia bro, yani mimi ningepata mtaji nikaongeza hii bidhaa ninatoboa. Huku ana bidhaa zilizokufa nyingi, kuna hela yake iko store yani pale. Exactly. Ni kweli kabisa. Sasa lazima, ni kweli kwenye biashara huwezi kukwepa kuwa na mzigo usiotembea, lakini usiwe mwingi. Ni kweli. Wewe unawezaje kuleta mzigo ambao unakaa sana? Kwa hiyo ukuaji wa kweli wa biashara lazima ununue bidhaa ambayo inakimbia kwa speed. Bidhaa ambayo ukiileta tu baada ya muda imeondoka. Sio unaleta bidhaa unaota jua. Yale mambo ya masoko hufanyi. Umeweka kijana mle ndani unamlipa. Auze asiuze lazima umlipe. Ni kweli. Halafu wewe huna program yoyote ya kuhakikisha bidhaa yako inajulikana na inatatua nini. Sio nani? Kwa hiyo lazima uwe na mzunguko mzuri wa bidhaa ili uonyeshe biashara yako ina afya, inakuwa na ikupelekee wewe kufanyaje? Kufungua tawi. Jambo lingine ni kuwa na wateja wanaojirudia. Hili niligusia pale juu. Sasa ngoja nilipanue kidogo. Wateja wanaojirudia au kitaalamu tunaita returning customer. Yes. Faithbet Mkenda. Returning customer. Wateja ambao wanarudi. Sasa ili wateja warudi, ngoja niwape shule kidogo. Mimi nawasaidia. Ili wateja warudi, kuna program mbalimbali watu zinatakiwa uzifanye. Ili wateja warudi. Cha kwanza, hatua ya kwanza kumfanya mteja rudi kwenye duka lako ni kumsajili kwenye mfumo wa Uza Digit. Kwanza umsajili, umjue ni nani. Baada ya hapo kuna kitu kinaitwa Post Sale Retention Program. Post Sale Retention Program. Yes. Yani mikakati ya kuwabakisha wateja baada ya kununua. Okay. Sisi biashara zetu ndogo huku na zakati, small and medium, wengi wakishauza Naisha hiyo. Mteja wa nini ashanunua, ndio milango ishapata, anaanza kutafuta wateja wapya. Wewe, hiyo ni dalili ya kuonyesha biashara yako haina afya na hujawa na uwezo wa kupanua biashara hiyo. Lazima uwe na wateja ambao akinunua, step number 1, lazima umsajili, kwa sababu huwezi kutengeneza other programs zingine za kumbakisha, za kumwambia arudi kununua kama huna taarifa zake. Ni kweli. Very true. Kocha kwanza, ili kupata wateja wanaorudi kununua, step number 1 ni kumsajili. Step number 2 ni kuendelea kuwapa engagement. Kwa mfano, wewe unauza duka la madawa. Duka la nini? La madawa. Madawa ya binadamu. Ndio. Mteja amekuja kununua, ukamwambia tunaomba tupate majina yako ili tuweze kufuatilia kama dawa zitakuwa zinakusaidia. Ndio. You see? That's a very good way. Mimi mwenyewe nitataka kukupa jina kabisa. Why not? Unamsajili. Yeah. Kisha msajili unampa dawa.
Lakini sasa mteja sio umemsajili, siku nyingine anakuja tena kununua dawa. Unaingiza kwenye system, unamuona, unamuuzia. Kumbuka ukiwa unamuuzia mteja yule msajili, unamuuzia chini ya jina lake. Ndio. Kwa mfano mfumo wa Uza Digit nimeupitia. Kila mteja anapofanya mauzo yanakuwa chini ya mteja huyo. Kwa hiyo ukifungua mteja utaona kila kitu alichonunua na shilingi ngapi ameacha kwako. That's nice. You understand? That's very nice. Sasa ukaja ukafanya utafiti, ukagundua yule mteja anakuja kununua dawa ile ile kwa muda wa miezi 4. Halafu kampigia simu siku nyingine. Inakuaje? Faithbet Mkenda. Are you fine? Umekuwa ukinunua dawa kwetu, lakini unanunua dawa ile ile. Nadhani itabidi ukapime, uende hospitali, kwa sababu hiyo dawa ni kama haikusaidii. Au tukubadilishie dawa tuone itakavyofanya, ambayo ni nzuri zaidi ya hii. Halafu hii dawa inauzwa bei kubwa, lakini kwa sababu ni mteja wetu tutakupunguzia. Kwa mfano wewe ulikuwa unapata faida 50%, unaamua kupata 25%. Ni kweli. Na kwa sababu mteja ukiangalia kwenye portfolio ashakuachia hela nyingi. Unanielewa? Ni kweli. Anakuja unamuuzia kwa bei ya chini, anaenda anatumia, anapona. Unadhani ndugu yake akiumwa anampeleka? Hiyo ndio inaitwa post sale retention program. Siwazi ni pale pale ile pharmacy. Sasa ni wateja wangapi, ni wafanyabiashara wangapi wanafanya hivi? Si kweli. Sasa tukiwaelezea hapa, wewe ufanye biashara, wateja hawajui. Ukishafanya hivyo, unajua jinsi ya kubakisha wateja inategemeana na tabia yako pia. Ni kweli. Kama haujawa trained kama sales, hujafundishwa kama muuzaji, ukajua miiko na taratibu za mauzo na namna gani ya kumshawishi mteja, usidhani sio ni rahisi. Ndio maana unajikuta yani wateja wakifoka na wewe unafoka, kwa sababu huna ethics. Ni kweli. Yani huna maadili ya kuuza. Ni kweli kabisa. Kwa sababu maadili ya kuuza anasema mteja afanye makosa. Kwa nimejaribu kutoa mfano. Hii ndio ni moja wapo tu. Sasa mimi huwa nimekwambia nafanya ushauri kwenye wafanya biashara. Huwa namshauri mtu kufanya post sale retention program kulingana na aina ya bidhaa. Yes. Huwezi ukabeza wataalamu. Kwa hiyo, lakini pia uwezo wa biashara kujipanua bila kuyumba. Maana yake ni kwamba ukichukua hela kwenye tawi ukafungua lingine, hutayumba. Maana yake hapo lazima faida yako na margin iwe kubwa. Lakini pia ufanisi wa uendeshaji kuongezeka. Hapa ndipo kuna kashesha. Faith, pesa zinapokuwa chache, nishai kuzungumza kule nyuma, ni zako. Zinapoongezeka ni za umma. Kwa nini? Kadri zinavyoongezeka lazima uweke mifumo imara ya uendeshaji. Ili biashara ipanuke, lazima uanze wewe kujiondoa, kuzisimamia moja kwa moja. Ni kweli. Biashara ikipanuka afu wewe ukaendelea wewe mwenyewe kusimamia, kuna sehemu zingine utapaya na utachemka. Na siku ukiwa haupo biashara yako imekufa. Kwa hiyo ufanisi wa uendeshaji lazima uongezeke kama unataka kupanuka. Sasa ufanisi ndio vitu ambavyo sisi tunavifundisha hapa. Wafanyakazi wako uwalipe vizuri. Ndio. Uwape mikataba. Ndio. Uajiri wanaoendana na elimu. Si unanielewa? Na training. Uwe na mifumo kama Uza Digit. Uitumie ipasavyo, usiweke data za uongo, wakati mwingine huweki. Si unauza tu matumizi huweki. Kweli. Mishahara baada ya kujiweka posho, wewe unachukua unasema matumizi ya nyumbani. Unapost hela ya kumpa mjomba kwenye biashara. Hapana. Ufanisi ni wa muhimu. Usipoangalia ufanisi wa uendeshaji wa biashara yako. Sasa hapo mimi ndipo huwa ninafundisha kitu kinaitwa business optimization process. Business optimization process. Tunaiwekaje biashara iweze kujiendesha bila kutumia nguvu, kwa kuweka mifumo digitalization, kwa kuweka watu sahihi sehemu inayotakiwa. Hivi navyoviongea, ukifika hapa juu utakutana navyo. Huku chini unaweza kaona unabeza tu. Unasema hao jana anafanya madude gani? Lakini ukitaka kukua uwe na mamilioni utakutana nayo mambo. Ndio maana mimi napenda kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo, hata kama ni mama ntilie, hata kama nauza mchicha. Kale kahera nako kapata, nusu jilipe posho, nusu rudisha kwenye biashara.
At least kutengeneza hiyo huo utaratibu. Fungua hata kwenye nini? Hata kwenye mitandao ya simu. Fungua sehemu ambayo utakuwa unaweka pesa, unajua hizi ni za biashara. Nitakuwa nachukua kiasi fulani tu. Ukijitengeneza hiyo mentality kichwani, unapokuwa utafanikiwa sana. Si unanielewa? Kweli kabisa. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo zinaonyesha ya kwamba sasa uko tayari kufungua tawi. Okay. Na engineer, kabla hatujamalizia hapo, of course wakati tunamalizia, mwingine anaweza kujiuliza, sasa nimeshafanya hayo yote, Yep. Niko tayari kufungua tawi. Bidhaa ninayoenda kuianzisha kwenye ile tawi ni bidhaa ile ambayo huku inafanya vizuri, au nitahitajika kufanya tena survey ya eneo lile husika ili nilete bidhaa wale eneo husika? Cha kwanza ni kutumia, kama unatumia mfumo kwa mfano UzaDigit, unaangalia unakofungua kama kuna wateja ambao walishawahi kuulizia biashara bidhaa hiyo kutoka kwenye hiyo sehemu, unawatumia wale kama reference kufanya utafiti. Okay. Ili kujua wako wa hivyo wangapi. Okay. Lakini pia kama ni bidhaa ambayo iko common na inaenda vizuri na unajua kabisa mazingira ya location A na location B havitofautiani sana. Very good. You're a good consultant. Wewe ni mshauri mzuri wa biashara Thank you. Kwa hiyo na hili darasa ukitoka hapa lazima uwe na nikubu. Kwa hiyo ukikompea mazingira itakusaidia sana kujua kwamba okay, unajua mtu aliyefanikiwa point A ana nafasi kubwa ya kufanikiwa point B kwa sababu ana uzoefu mkubwa wa mazingira. Na ndio maana hutakiwi kukimbilia kufungua biashara tawi lingine kama hujafanya vizuri tawi la makao makuu. Okay. Na kwa kumalizia kabisa, umezungumza vizuri kuhusiana na hii mifumo ya kidigitali, kwa mfano mfumo wa UzaDigit na namna ambavyo inamsaidia mfanyabiashara ku monitor biashara yake inakuaje. Sasa mtu atawezaje kutumia mfumo especially wa UzaDigit kuweza kujua sasa au kufuatilia ukuaji wake wa biashara kisahihi? Uzuri hawa UzaDigit nikwambia ni wadau wetu. Yes, they are. Sisi ni wataalamu wa biashara. Ndio. Kwa hiyo tunachokifanya tunawafundisha wale wanaotumia mfumo. Wanapopata shida tunawafundisha. Kama haelewi jambo fulani maana yake nini, anafundishwa kwamba hiki ni hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini pia wana program ambazo nadhani wataanza muda sio mrefu, ambazo angalia sasa. Kwa kuangalia wateja wao wako sehemu gani wengi, wanaenda kwenye mkoa, wanatoa seminar. Kwa hiyo wanawaalika wale ambao wanatumia mfumo wao, halafu wanawaalika na wengine. Sisi tunafundisha. That's nice. Kwa tunapitia pati maana yake nini. Kwa hiyo anapokuwa anatumia mfumo na changamoto za biashara kama mambo nafundisha, tunapitia kwenye biashara zao na kwa vitendo. Kwa mfano, jinsi gani una calculate reorder level. Reorder level ni kwamba je, mimi nileta bidhaa 10. Nitaagiza bidhaa zingine nikifikia bidhaa zikipungua mpaka wapi? Hizo ni hesabu ambazo tunafundisha. Okay. Yep. Manake ni kwamba hakuna ugumu wowote wa kutumia UzaDigit kama mfumo wa biashara. Hapana. Kwa sababu kikwama tu wapo wanakusaidia, wanajibu maswali, dashboard yako kwanza iko pale. Iko vizuri na kuonyesha kila kitu. Yes. That's good. Yep. Engineer Kabenda Balete. Thank you. Thank you very much. I'm here Faithbet Mkenda. Asante pia kwa kujumuika na sisi kwenye episode hii nzuri sana ya Data Podcast. Tafadhali usiache kulike, usiache kucomment, usiache kushare na wengine, lakini cha msingi zaidi usiache kusubscribe. Usiache kusubscribe mtandao yetu ya YouTube @Engineer Kabenda Balete, lakini pia clips mbalimbali zinaruka kwenye channel yetu ya Instagram @Engineer Kabenda Balete. This is Data Podcast. I am Faithbeth Mkenda. See you on the next one.